Kijana wa miaka 22 kutoka Appleton, Wisconsin, alijikuta katika hali ya hatari baada ya bei ya dawa yake ya pumu ya kila siku kupanda ghafla kutoka takriban dola 66 hadi zaidi ya dola 500. Kupanda huko kwa bei kulitokea baada ya kampuni ya Optimarix, ambayo ni tawi la United Health Group, kuondoa dawa hiyo kwenye orodha ya dawa zinazolipwa na bima bila kuwataarifu wagonjwa. Katika duka la dawa la Walgreens, Cole aliambiwa kuwa bima yake haigharamii tena dawa hiyo na hakukuwa na chaguo jingine la bei nafuu. Kwa kuwa hakuweza kumudu bei mpya, aliondoka bila dawa yake muhimu. Siku 5 zilizofuata, Cole alitegemea tu kifaa chake cha dharura cha pumu. Tarehe 15 Januari alipata shambulio kali la pumu. Akiwa njiani kuelekea hospitali alipoteza fahamu na baadaye madaktari walithibitisha kuwa ubongo wake haukuwa unafanya kazi tena. Alifariki dunia tarehe 21 Januari baada ya kuondolewa kwenye mashine ya kumsaidia kuishi. Wazazi wa Cole walifungua kesi dhidi ya Walgreens na Optimarix wakidai kuwa walifanya uzembe na kusababisha kifo cha mtoto wao. Wanasema Optimarix walikiuka sheria kwa kutotoa taarifa ya siku 30 kuhusu mabadiliko ya bima, na Walgreens hawakumpa Cole msaada wowote kuhusu dawa mbadala au njia ya kupata msaada wa gharama. Kesi hii imeibua mjadala kuhusu jinsi kampuni zinavyoshughulikia faida za dawa zinavyofanya kazi, pamoja na matatizo ambayo wagonjwa wanakumbana nayo pale ambapo bima inafanya mabadiliko bila kutoa taarifa mapema. Kutokana na hofu hii kubwa, baadhi ya watengenezaji wa dawa kama kampuni ya GSK wametangaza mpango wa kupunguza gharama ya vifaa vya pumu kwa wagonjwa hadi dola 35 kwa mwezi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.